Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pa ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakuwa na hodha wako kuongozea katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa atakuwepo Al-Akh Nuhu Stima kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote tupate muktasari wa miongoni mwa machache ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Wakulima mkoani Katavi watakiwa kujisajili katika mfumo wa serikali kuelekea msimu mpya wa kilimo. Maafisa usafirishaji mkoani Tabora wahimizana kwa mabalozi wa kutunza amani nchini. Na katika rubaa kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ataja uwezekano wa kuanzisha mashambulizi ya kijeshi nchini Mexico kwa madai ya kukabiliana na magenge ya dawa za kulevya. Naam, mtazamaji, kabla ya kuanza safari ya kapu la habari, ni ukumbushe tu kwamba unaweza kufuatilia kapu la habari kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali kupitia katika mtandao wa YouTube. Tuanze safari ya kapu la habari tukianzia huko mkoani Katavi. Kuelekea uzinduzi wa msimu wa kilimo mwaka 2025-26, wakulima mkoani Katavi wamehimizwa kujitokeza kujisajili katika mfumo wa serikali ili waweze kutambulika kwa urahisi wakati wa utoaji wa pembejeo. Hilali Sefuriami anakuja na taarifa hii. Katika msimu wa kilimo 2025-2026, mkoa wa Katavi unataraji kulima hekta 396,448 ambazo matarajio yake ni kuzalisha tani milioni 1.4 za mazao ya chakula pamoja na biashara. Katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza hilo, pia tumelenga kuingiza tani 21,170 za mbolea, lakini vile vile na tani 5,000 za mbegu bora za mazao mbalimbali ambazo tunazitumia. Sasa ili kufanikisha haya, ndio maana tumeweka hizi siku mbili kwa ajili ya maonyesho, lakini pia na kufanya uzinduzi rasmi wa msimu wa kilimo. Tuwakaribishe wakulima, kwa sababu hatuwezi kuweka malengo haya bila kuwashirikisha wakulima wenyewe ambao ndo wanaingia mashambani. Katika kuhakikisha wakulima wananufaika na huduma zinazotolewa na serikali ikiwemo ruzuku, mkoa huo umelenga kuwasajili wakulima 1,500,000, lakini hadi sasa wakulima 83,000 pekee wamesajiliwa. Kwa hiyo bado tunahitaji wakulima waendelee kujisajili zaidi ili tupate wakulima wengi. Manufaa ya kujisajili, kwanza unaingia kwenye mifumo ya serikali, kwa tunapata takwimu za wakulima, lakini pia zile huduma ambazo zinatolewa na serikali inakuwa ni rahisi kuzipata kwa mkulima, ikiwa ni pamoja na ruzuku. Sasa serikali inatoa ruzuku za aina mbili, inatoa ruzuku ya mbolea pamoja na ruzuku za mbegu za mahindi. Kwa hiyo ili mkulima aweze kupata, anatakiwa ajisajili. Asipojisajili anapata changamoto. Changamoto kubwa ni kutaka kununua mbolea kwa bei ya moja kwa moja ambayo ni kubwa sana. Katika kufanikisha malengo waliojiwekea katika msimu huu wa kilimo, mkoa huo umeweka maonesho ya teknolojia na pembejeo za kilimo yanayofanyika kwa siku 2 katika ukumbi wa manispaa ya Mpanda. Kwa hiyo tumeandaa maonesho haya ili wakulima waje wajifunze mbinu mbalimbali, lakini waone huduma ambazo zinatolewa na wadau mbalimbali pia. Hapa kuna mbegu bora, lakini pia kuna mbolea,
na kuna huduma zingine za ugani ambazo zipo, ikiwa ni pamoja na upimaji wa udongo, afya ya udongo, pamoja na usajili wa wakulima. Naam, shukrani sana kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa, na hivi sasa tuelekee huko visiwani Zanzibar ambako serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itaendelea kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji ili wawekezaji wengi wenye mitaji mikubwa na midogo kuwekeza visiwani Zanzibar. Akizungumzia mipango iliyopo ili kuvutia wawekezaji wengi zaidi katika hafla ya ufunguzi wa hoteli huko Kiwengwa, mkoa wa Kaskazini Unguja, Rais Dr. Mwinyi amesema mazingira mazuri ya uwekezaji yanachangia kukua kwa sekta mbalimbali ikiwemo utalii. Katika kipindi hichi ambacho tumeingia katika uchaguzi mwezi wa Oktoba, kila mtu alidhani kwamba watalii wataacha kuja, wasubiri kwanza matokeo yatoke, kuwe kuna amani na salama na waendelee kuja. Sivyo ilivyokuwa hapa Zanzibar. Watu wameendelea kuja kama kawaida. Tumevuka rekodi yetu ya watalii kuingia nchini. Sasa hivi tunazungumzia kwa mwezi zaidi ya watalii 743,000 wameingia Zanzibar katika kipindi cha mwezi huo. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba tayari watu wana imani na amani na utulivu hapa Zanzibar. Tukienda na hesabu hizi, maana yake ile azma yetu ya kufikia watalii milioni 1 mwisho wa mwaka huu tutaifikia. Waziri wa Kazi na Uwekezaji Sharifu Al-Sharif amesema wizara imejipanga kuhakikisha malengo ya serikali ya kuwa na uwekezaji wa miradi yenye mitaji mikubwa yanafikiwa kwa kuwa na usimamizi bora. Na moja kati ya kitu ambacho kimenifurahisha ni ulipotutaka tuweke mikataba na hawa watendaji, kwa maana ile key performance indicators KPI tutaziweka, na ambaye hatotekeleza ipasavyo arijojo ataenda tu. Tunataka awamu hii namba 2 tuweze kuleta maendeleo mara 20 ya yale ambayo yametoka kipindi cha kwanza, na uwezo huo tunao. Vile vile nitahusisha jumla ya miradi ya kimkoa, miradi yote iliyosajiliwa Zanzibar kwa kipindi chako cha awamu ya mwanzo cha uongozi wako, ambayo ni jumla ya miradi 550 yenye mtaji zaidi ya dola bilioni 6.5. Naam, tukisalia huko visiwani Zanzibar ambako masheha wa shehia zote katika mkoa wa Kusini Unguja wametakiwa kuongeza juhudi na umakini katika ulinzi na usalama shehia zao, ikiwemo kuwatambua na kuwasajili wananchi pamoja na wageni wanaoingia katika shehia zao. Tupate undani wa taarifa hii. Agizo hilo amelitoa mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Khamis katika mkutano maalum wa tathmini ya kiutendaji wa miezi mitatu na kupanga mikakati mipya itakayosaidia kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Sasa hivi tuangalie watu wanaoingia na kutoka kwenye maeneo yetu kwa umakini mkubwa. Lakini pia nakumbuka nilivyokuwa wilaya ya Kati, niliagiza muwe na mabuku na watu wale registration zao na picha zao. Kama bado yanaendelea vizuri, kama mliacha, kuanzia leo na upande wa huku kusini, kila sheha awe na registration buku yake, akawaandike hao wote waliopo na picha zao, kwamba mie hawa nawajua, watu wangu wamo mpaka kwenye registra yangu. Na mgeni akiingia ujiridhishe kwa hizo dokumenti anazopaswa aje nazo. Aidha, Bi Hamida amesisitiza swala zima la kutunza siri zinazohusiana na shughuli za serikali kwa kuzingatia amani, utulivu na usalama wa wananchi na taifa kiujumla. Tujifunze, tuongeze kuhifadhi siri za kazi zetu. Tabia ya mtu kutoa taarifa za vikao vyetu. Tunakula viapo hivyo jamani. Yaani vile viapo kama tunavichukua kwa umuhimu wake, kwa ukubwa wake, hakuna sababu wewe ukatoe siri za hizi kazi. Kwa upande wao, wakuu wa wilaya ya Kati Rajab Ali Rajab na mkuu wa wilaya ya Kusini Othman Adi Maulid wameeleza umuhimu wa jukumu la kila mmoja kuimarisha ulinzi katika maeneo yao. Na msifikiri masara ile misafu kushika jamani. Mimi naogopa kwa sababu nikikamata msafu na udhu. Unaposema naahidi nitailinda, nitaitetea nchi hii na nitahifadhi siri, usifikirie kama itakuachia ile. Unapotoka ile ya mwanzo, ukianza kutoa siri ya kikao kama hichi, itakutafuna tu hiyo. Sasa umeamini usiamini, lakini mimi naamini hivyo. Kwa hivyo tuache kutoa siri hizi, kwa sababu mkisikia nchi iko salama, maana yake nyinyi
ndio viongozi wa kwanza kuiweka nchi yetu katika usalama. Kwa hiyo kwenye shia tukilegalega, maana yake usalama wa nchi yetu unakuwa hauko salama. Kwa hiyo ule umakini ambao tupo nao kwa kipindi ambacho tupo nacho sasa, kutokana na haya matishio na tahadhari viongozi wetu ambazo wamekuwa wakizitoa, tunatakiwa tuwe makini zaidi. Tunaahidi mbele yako kwamba tuko tayari kama kawaida yetu kwenda kufanya kazi mazuri yote ambayo umetupa, na tutajitahidi kutekeleza yale ambayo yanatuhusu kwa nafasi zetu. Kutuelezea ulokuwa nayo yote na tumefahamu na tutayafanyia kazi. Naam, tutoke huko visiwani Zanzibar tuelekee huko mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imechukua hatua muhimu katika kuimarisha uzalishaji wa mazao ya biashara baada ya kugawa miche 200,000 ya kahawa aina ya Robusta kwa wakulima, ikiwa ni hatua ya kuhamasisha kilimo cha kibiashara, kuongeza uzalishaji na kuwawezesha wananchi kunufaika zaidi na zao hilo. Al-Akhino Hustima anakuja na undani ya taarifa hii. Hatua hiyo inalenga kuongeza hamasa ya wakulima kuachana na kilimo cha mazoea, badala yake kulima kibiashara na tija, ili hatimaye waweze kunufaika kiuchumi kupitia zao hilo ambalo lina soko la uhakika ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, ina maana sisi wenyewe tutaweza kujinufaisha kama mmeshasikia, mche wenyewe ni bure. Sio mkopo, yani ni bure. Kama wewe andaa shamba lako. Ukishaandaa unasema yaani mimi nahitaji miche kadhaa. Tuna maafisa wetu, kwa bahati nzuri maafisa ugani wanao hapo, utakuja kuangalia shamba lako, wanakugawia hii miche yako unaenda kupanda. Na watakuwa wanafuatilia kwamba ile miche namna inavyoendelea na ushauri ule wa kitaalamu kwa maana maafisa ugani ambao unatolewa na yenyewe ni bure pia kwa maafisa wetu hapa. Akizungumza na wananchi katika kata ya Buhoro, mkuu wa division ya kilimo, mifugo na uvuvi halmashauri ya wilaya Kasulu, Mikidadi Mbaruk, akiwaeleza utaratibu wa ugawaji, amewashukuru kwa kushiriki kikamilifu uzalishaji wa miche hiyo. Ni miche ambayo inazalishwa kwa jitihada za serikali, ambapo bodi ya kahawa ambao ndio wenye dhamana ya kuendeleza zao hili la kahawa wanashirikiana na halmashauri mbalimbali. Sasa halmashauri kama ambavyo mmeona inatoa maeneo kwa ajili ya kuweka hivi vitalu, lakini pia nyinyi wenyewe wananchi mmehusika sana katika kuhudumia vitalu hivi mpaka miche hii kufikia hapa ilipo. Tuna jumla ya miche 200,000 ambayo leo hii tunayo na ambao tunatarajia tuigawe kwa wananchi. Na hawa walioko hapa ni baadhi tu ya wakulima ambao wamewakilisha wakulima wenzao. Ugawaji wa miche hiyo ya kahawa unapokelewa kwa mikono miwili na wananchi wa kata ya Buhoro, wakieleza kuhamasika pakubwa na kilimo hicho kitakachowasaidia kuongeza kipato na kuboresha maisha yao. Tumefurahi sana kuletewa hili zao. Hapa nyuma uchumi wetu kwa kweli ulikuwa unaenda silo, lakini kupitia hili zao la kahawa tuna imani maisha ya wananchi wa kata ya Buhoro tayari yatakuwa kwa kiasi kikubwa sana. Nina imani ya kwamba tunaenda kujikwamua na umaskini. Naweza nikawashauri wakulima wenzangu, hasa akina mama, kabisa tujikite kwenye mazao ya biashara ili na sisi tuweze kuendeleza kizazi chetu katika mifumo ambayo ipo. Nako mkoani Mara, maafisa usafirishaji mkoani Mara wameonywa kuacha kujihusisha na vitendo vyote vya uhalifu na uvunjifu wa amani kutokana na ushawishi wa watu wenye nia ovu kutaka kufanya uharibifu wa miundombinu ya umma na ya watu binafsi. Hilali Sefuriami anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Kauli hiyo imetolewa na viongozi wa chama cha maafisa usafirishaji wa wilaya Musoma mkoani Mara, ambao wamesisitiza umuhimu wa kutunza amani nchini, hali itakayochochea kasi ya ukuaji wa maendeleo. Tamko letu kubwa ni kwamba hatutojihusisha kwenye maandamano ya aina yoyote. Hilo ndilo tamko letu. Kwa mwanachama atakayekiuka na kwenda kinyume na matakwa ambayo tumeazimia wote kwa pamoja, huyo hatakuwa mwanachama wetu, hatabidi atafute wanachama nje ya Musoma. Kwa hiyo tunaiomba sana amani yetu tuendelee kuilinda, umoja na mshikamano ukawe ndio ngao na nguzo yetu Musoma mjini. Ukiangalia kama mtu ambaye unaangalia vizuri, una fikra, unajua mambo mengi, mambo ya uvunjifu wa amani yani sio mambo mazuri, na mambo ya kuwa kusema kwamba kuna machafuko kwenye nchi sio mambo mazuri. Kwa hiyo mimi ni waase tu wa Tanzania, yani kwa yoyote, sio sisi tu, kwa yoyote labda ambaye ajui nini maana ya mambo, kwa amani yetu isije kapotea kwa mambo ambayo sio ya msingi.
Aidha, baadhi ya vijana wameelezea matumaini yao kwa serikali ya awamu ya 6 kipindi cha pili mara baada ya kuunda wizara mpya itakayoshughulikia masuala ya vijana, hususan katika kuwawezesha kwenye sekta ya uchumi. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa vijana mpaka kutuandalia wizara husika itakayodili na mambo ya vijana. Lakini ishu kubwa ni changamoto tunakutana nazo vijana ambazo tunataka ziende zikatatuliwe. Changamoto ya kwanza ni kuaminika kwa vijana. Vijana wengi hawaaminiki, especially kwenye taasisi nyingi za kifedha, hawakopesheki ili hali wana haki za kupewa mikopo. Kwenye mashirika mbalimbali hivyo naye kuaminika na kuwa ni kidogo. Kwa hiyo tunaomba kutengenezwe mfumo ambao utakuwa ni rahisi kwa vijana hao kuaminika ili wapata angalau mikopo itakayowezesha wao kufunguza miradi mingine. Kuna watu wana idea za kufanya kilimo cha umwagiliaji lakini hawana mitaji. Hiyo mitaji anataka wapate kutoka kwenye taasisi za kifedha, lakini wananyimwa mikopo hiyo ambayo inakuwa ina masharti magumu kwa vijana kwa sababu hawaaminiki. Akizungumza mara baada ya kupokea tamko hilo kutoka kwa maafisa usafirishaji, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi SACP Pius Lutumo, amewataka vijana kuachana na makundi ya ushawishi na badala yake watafute njia ya amani kufikisha ujumbe na kutoa ushauri. Msikubali kuingia kwenye mtego huu. Wanaotushawishi tufanye, wengi wao wengine hawapo Tanzania. Kweli sio kweli? Mliwaona kwenye haya maandamano? Walikuwepo? Hata kutuongoza tusichome matairi walikuwa na tuliwaona waweze kutuongoza. Tuendelee kuwa makini sana. Wapo viongozi wengi wanaendelea kutuhutubia na kutufunza. Tuwasikilize. Wapo wazee wetu wako, wazee maarufu. Wapo viongozi wa dini. Jambo hili kuna njia nyingi za kuweza kufikisha ujumbe, lakini sio huu wa kuharibu miundombinu. Kwa sababu unakwenda kuchoma gari la mwenzako. Unachoma nyumba ni ya mwenzako. Unachoma barabara ni ya kwako mwenyewe ya kupitia. Madhara ya jambo hili ni makubwa. Naam, shukrani sana kwa undani wa taarifa hiyo, na hivi sasa tutoke huko mkoani Mara tuelekee mkoani Tabora. Maafisa usafirishaji wa kutumia pikipiki za magurudumu mawili, bodaboda, bajaji na guta mkoani Tabora kwa pamoja wamelaani kitendo cha kuhusishwa na vurugu zilizojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 ya mwaka huu 2025, wakieleza kutokuwa tayari kuona amani ya nchi ikivurugika. Saidi Kapalila anakuja na undani wa taarifa hii. Maafisa usafirishaji katika mkoa huu, hatutakubali kuingizwa kwenye vurugu. Ni maadhimio ya pamoja ya kundi la maafisa hao wa usafirishaji mkoa wa Tabora la kuto kuunga mkono kikundi chochote kinachoashiria uvunjifu wa amani, ikiwa ni katika kikao cha hadhara cha maafisa hao kilichofanyika kata ya Chemchem Manispaa ya Tabora. Na hapa wanalaani tukio hilo na kubainisha hatua za kisheria zitakazochukuliwa kwa wale watakaokwenda kinyume na maridhiano hayo. Hivyo sisi kama mkoa wa Tabora tunalaani na kupinga vikali yale ambayo yalitokea Oktoba 29. Niwaombe maafisa usafirishaji wenzangu, tuendelee kuwa imara kama tulivyokuwa imara kwenye kipindi hiki kigumu. Tumesikia mengi, tumeona mengi, lakini sisi tumesimama vizuri, na tunachukua nafasi hii pia kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Afisa yeyote wa usafirishaji tukimgundua anahusika na masuala ya uvunjifu wa sheria za nchi, sisi kama viongozi wa tasnia hii tutaanza naye kwa kumripoti kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ili waweze kushughulika naye. Katika kuhakikisha maadhimio hayo yanawafikia kila afisa usafirishaji, katibu msaidizi wa maafisa hao wilaya ya Tabora Doto Mwamtuya anatoa wito kwa kundi hilo kuwa mabalozi. Kwa nini anasema tuwe mabalozi? Maana yangu ipo hivi. Sisi maafisa usafirishaji tunafahamiana, na kama tunafahamiana ina maana kila mtu anajua tabia zake mwenzie. Wale watu wanaosababisha kuleta machafuko ni watu ambao wanakuja. Wewe ukiona kuwa kama huyu wafanani na sisi, mripoti. Kwa upande wake mwenyekiti wa maafisa usafirishaji mkoa wa Tabora Mlisho Shime anabainisha athari walizozipata kutokana na vurugu zilizotokea maeneo mengine nchini na msimamo wao kwa sasa. Tumeona tukipewa lockdown tu ya masaa mangapi tunapata shida hapa. Tulizuiliwa mafuta ya siku moja, shida tuliyopata anajua Mungu. Sasa tukikaa ndani zile siku mbili, tulishazoea kununua unga wa kilo 1, kilo 2. Tutakula nini? Hata kama una hela unakosa pa kwenda kununua, utaenda wapi? Tabora hatuwezi kukubali vurugu ya aina yoyote. Nitoe wito kwa viongozi wa wilaya zote, kuanzia sasa
waendelee kutoa elimu kwa maafisa wa usafirishaji wote ili kuhakikisha tuko nao pamoja na tuko salama. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Naam, shukran sana Al-Akh Saidi Othman Kapalila kwa undani wa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tabora. Na taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa. Na hivi sasa tunapata fursa ya kwenda kupoza koo kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasaa mzuri wa kuzifahamu zile taarifa ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Ni kusihi tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari, na kwa wewe ambaye pengine ndio kwanza unaungana nami, hili ni kapu la habari na hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuzifahamu zile taarifa ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zilivyoandaliwa naye Al-Akh Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini, Ronald Lamola, amesema kuwasili Johannesburg wiki iliyopita kwa ndege iliyobeba wakimbizi wa Kipalestina ni operation iliyopangwa waziwazi ya kuwahamisha Wapalestina. Lamola aliwaambia waandishi wa habari kwamba safari hiyo ya ndege inaonekana kuwa sehemu ya ajenda pana ya kuwahamisha Wapalestina kutoka Palestina hadi nchi mbalimbali, na kusema kuwa ni operation iliyopangwa kwa sababu hawatumwi Afrika Kusini pekee, bali kuna nchi nyingine ambako ndege kama hizo zimepelekwa. Waziri huyo aliongeza kuwa serikali na mashaka kuhusu mazingira ya kuwasili kwa ndege hiyo na kwamba suala hilo linachunguzwa, akisema kuwa hawataki ndege zaidi kwenda kwao kwa sababu hiyo ni ajenda ya wazi ya kuwatokomeza Wapalestina kutoka Gaza na Ukingo wa Magharibi. Lamola alibainisha kuwa taarifa zilizopo zinaonesha abiria hawakuwa na vibali vinavyohitajika na mamlaka zitabaini ukweli kamili huku matokeo ya kina yakitarajiwa. Wiki iliyopita Afrika Kusini ilitoa msamaha wa visa ya siku 90 kwa Wapalestina 153 waliowasili kutafuta hifadhi nchini humo, ingawa awali walikataliwa kuingia kutokana na kukosa nyaraka za kusafiri na mihuri ya kuondoka iliyozoeleka kwenye pasi zao. Kwingineko, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu 9 wameuawa katika mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine usiku kucha, ambapo aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kuwa Urusi ilirusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 470 na makombora 47 katika shambulio hilo lisilo na aibu. Wilaya 3 za mji wa pili wa Ukraine, Kharkiv, zilipigwa na shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani ambalo lilijeruhi zaidi ya watu 30 wakiwemo watoto. Wizara ya nishati ya Ukraine ilisema picha zilizochapishwa mtandaoni zinaonesha majengo na magari yakiwaka moto, huku ikielezwa kuwa kukatika kwa umeme kunaathiri maeneo kadhaa kote nchini. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump
ametaja uwezekano wa kuanzisha mashambulizi ya kijeshi nchini Mexico kwa madai ya kukabiliana na magenge ya dawa za kulevya. Trump ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House Novemba 17, 2025. Trump alipokuwa akijibu swali kuhusu uwezekano wa kulenga Mexico kijeshi. Katikati ya maelezo yake, ameeleza kuhusu Mexico. Trump aligeukia Colombia na kusema kuwa anatafakari pia kulenga kijeshi vituo alivyovitaja kuwa vya mihadarati nchini humo. Trump katika wiki za hivi karibuni ametoa matamko ya kutaka kuishambulia Venezuela kijeshi kwa ajili ya kukabiliana na yale aliyoyaita magenge ya dawa za kulevya. Kwa upande wake, rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesisitiza kuwa ulimwengu mzima unafahamu kuwa mabepari wanaotawala Marekani wanataka kupora mafuta ya gesi na dhahabu ya nchi yake. Maduro amesema Marekani inadai kuwa inataka kuivamia Venezuela kwa ajili ya kukabiliana na mihadarati, lakini jambo ambalo liko wazi ni kuwa hakuna ukweli katika madai yao na wanafahamu vyema nukta hiyo. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Al-Akhi Nuhu Stima kwa undani wa taarifa hizo za kimataifa, na mpaka hapo mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, lakini kabla ya kuhitimisha, basi tupate muktasari ya miongoni mwa machache ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Wakulima mkoani Katavi watakiwa kujisajili katika mfumo wa serikali kuelekea msimu mpya wa kilimo. Maafisa usafirishaji mkoani Tabora wahimizana kwa mabalozi wa kutunza amani nchini. Na katika rubaa kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump ataja uwezekano wa kuanzisha mashambulizi ya kijeshi nchini Mexico kwa madai ya kukabiliana na magenge ya dawa za kulevya. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya niliyokupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa alikuwepo Al-Akhi Nuhu Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikutakie utazamaji mema wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Nikuache na utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Habari za kutwa nzima leo, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Kwa usiku wa leo tunatarajia magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa kuwe na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Hili hali mkoa wa Njombe pamoja na Ruvuma kutakuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku mtawanyiko wa viashiria vya mvua ni katika baadhi ya maeneo ya nchi, hususan maeneo ya ukanda wa Victoria, magharibi mwa nchi kuelekea maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, huku mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa hususan katika mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Kwa upande wa ukanda wa Victoria kwa siku ya kesho, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi yakijumuisha na kusini mwa mkoa wa Morogoro, kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma kutakuwa kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Mkoa wa Lindi na Mtwara kutakuwa kuna hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pwani ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Singida pamoja na Dodoma kutakuwa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na hali ya ukavu. Na sasa tumalizie utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache kwa siku ya tarehe 22. Hali kadhalika mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe 21 mwezi wa 11. Arusha kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.